Tunamshukuru sana Mungu kwa namna kikao chetu kilivyokwenda. Mmeweza kuipokea mahali ya kijana wetu vizuri, tumeweza kuelewana na mambo yameenda vizuri. Tunamshukuru sana Mungu kwa sababu kwa kadri tulivyokuwa tumekuja mahali hapa hatukutegemea kwamba shughuli hii itakwenda vizuri kiasi hiki. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa namna mlivyotupokea na kwa namna shughuli nzima ilivyokwenda. Tunamshukuru sana Mungu. Asanteni sana. Ninapenda kuwashukuru sana kwa namna ambavyo mmetupokea katika hali ya furaha na jambo letu limeenda vizuri sana. Jambo hili lilikuwa ni jambo la baraka, haikuwa biashara, ila tulikuwa tunaunganisha familia. Na kwa sababu baba yetu ni mmoja, mchungaji wetu ni mmoja, na wote mahali hapa tumeokoka, jambo limeenda vizuri. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tumefurahi sana. Na tunamshukuru kijana wetu kwa kutuamini sisi wazee wa kanisa kumwakilisha mahali hapo katika tukio hili la mahari. Na tunamshukuru Mungu, limeenda vizuri sana. Asanteni sana. Kwa hakika leo ni siku njema sana, kwa sababu jambo letu la mahari limeenda vizuri bila shida yote. Na mimi na mke wangu kimsingi tuna furaha kubwa sana, kwa sababu mmekuja kama ndugu jamaa na marafiki. Na kama mjuavyo, Jomba naga mambo madogo madogo, mambo yake ni makubwa. Kwa hiyo baada ya jambo hili tuendelee kufurahi na kushangilia. Kwa tuburudike, tufurahi. Unaona mwenzako anavyoongea kwa mahaba na mke wake. Unashindwa nini kuongea kama vile? Na yule si rafiki yako. Ona, anaongea kama mwanaume kweli kweli. Ushampenda nikuunganishe nayo? Yaani wewe pombe zishaingia hadi kwenye mifupa, kiasi kwamba hata usipolewa mifupa yako inaachilia pombe. Najuta sana kuolewa na wewe. Mimi sikujua kama rafiki yako uko hivi, na wewe uko hivi na umegoma kubadilika. Ona hilo jasho, kuna joto gani la kusweti hivi? Ni ulevi tu. Ndo kashaoa. Umechelewa kweli kweli. Unajua nitakubamiza hapa mbele za watu. Usinipimie. Si unanijua mimi dakika moja mbele, au umenisahau? Anzisha. Tuendelee. Mambo ya kawaida sana kwetu. Hapa huogopi mtu. Alafu hapa leo pabaya. Hamna mvinyo hata kidogo. Basi panakuwa pamepoa. Au unaponaje? Ndugu yangu ameshakiwasha. Alafu hapa panaboa, hamna hata pombe. Bora alivuruge hapa tuondoke zetu. Tuendelee na ratiba zetu. Ndugu yangu, mbona kama hao watu siwaelewi? Hao watu kama mtoto wetu ndio anaoa hii familia. Mbona mimi sielewi hii familia? Mbona kama tumeingia sehemu ambayo sio yenyewe? Unaona kuna shida gani? Basi jana mbona wanagombana hapa na si wageni tu? Yule pale soma na familia. Unamfahamu? Ya, ninamfahamu. Huko namkuta barabarani, mara ameanguka amelewa. Soma na familia. Mbona kama wanafanana? Hapana, soma na familia. Yule atakuwa amealikwa tu. Okay. Sawa. Sawa. Na mimi naona harufu njema manukato ya ndoa inakaribia. Namshukuru Mungu sana. Naelekea kupata ninayempenda kwa dhati. Naona kabisa kufutwa machozi kwenye kona hii ya mahusiano pia. Ila Mungu ni package kubwa sana. Akikupa habakizi kitu.
Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Leo nimekuja kuwapa mahubiri ya Mungu. Haleluya! Wewe unayesumbuliwa na kulemewa na mizigo, njoo kwa Yesu upate uponyaji. Mungu anaokoa. Wewe unayeteseka na magonjwa, wewe uliyepo kwenye vifungo, njoo kwa Yesu upate ukombozi. Sasa msichana aliyekuwa anajiuza kule barabarani kule. Watu wa Mungu. Hapana, utakuwa umefananisha. Wewe ni mtumishi wa Mungu anamwaga upako. Wewe una macho lakini hauoni. Hamna dogo, mimi namjua. Na nishakumgoma na kibao. Sawa, hata kama umemnunua, lakini ndio unavyoona pale ameshanunua na damu ya Yesu. Acha saundi dogo. Sio saundi. Sikiliza. Mungu huwa haangalii ukamilifu wa mtu ili amtumie. Mungu huwa haangalii historia ya mtu. Mungu huwa anaangalia utayari wa mtu ili amtumie. Mbona nasikia kuchanganyikiwa? Huyu sio yule Jay amejivunia siku zote kuwa yuko mbioni kumwoa. Mbona sasa tunamtolea mahari huko? Hivi ni vioja sana, na nina uhakika sijamfananisha. Ndiyo huyu. Sijui nimuulize Dina, ila niwe makini nisije tonesha kidonda chake na nikaharibu mahusiano niliyoanza naye. Mahusiano yenyewe ndo kwanza kama mtoto mchanga ambaye hata hajakaza miguu, nisije haribu. Wacha niache nifanye kama hayanihusu, nishughulike na ya kwangu tu. Yaani hapa siruhusu maji yapoe, ni bandika bandua. Akimaliza Jala, anayefuatia ni mimi. Nasubiri Jala na mwalimu waoane ili wao wanisimamie mimi ndoa yangu na Jay. Uwi, naona nachelewa mimi jamani. Jay, mimi huwa sitaki lawama kwenye maisha yangu, hasa lawama zisizokuwa na sababu. Huwa nazikwepa sana. Wewe tayari ushaachana na Dina, lakini pia sasa hivi una mpenzi wako mpya ambaye mnapendana sana, nataka kwenda kuoana. Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja, unipe ruhusa mimi nikamuoe Dina. Luma, unanipa stori gani? Kwani mimi ni wazazi wa Dina? Huko ndiko unatakiwa kwenda ukaombe ruhusa, na taratibu nyingine watakupa huko. Mimi nahusikana nini na Dina? Je, inasema hivi kwa sababu wewe tayari ushakuwa na uchumba na Dina. Halafu pia mimi ni rafiki yako. Sasa sitaki nifanye jambo halafu baadaye likaja likaonekana kwa sura mbaya, halafu mimi nikaonekana mtu wa hovyo kwako, lakini pia kwa jamii nao tuzunguka. Mimi nimeshafunga ukurasa kabisa, na hapa niko bize kwenda kulipa mahari, na ikiwezekana nimalize kabisa swala la harusi. Hivyo kuwa huru na Dina, wala hakuna lawama zozote. Mahali gani huyu anayezungumzia? Ni mimi ninayechanganyikiwa au ni huyu jamaangu ndio anayechanganyikiwa? Ila wacha ni ya jali ya kwangu, nisiingilie kesi zisizonihusu kwenye maisha yangu. Lazima mtu kuwa na mipaka. Sio kila taarifa utake kuijua. Ndugu yangu, yaani siku zimeshaenda sana, na sasa ni wakati mzuri wa kushona nguo nzuri ambayo watu wakiniona nayo wamtukuze Mungu pamoja nami.
Yaani hata mimi napambana nipate nguo nzuri yenye utukufu wa Mungu, kwa maana siku hiyo nitakuwa na mpenzi wangu. Nimemwalika aje ajifunze na nipe kampani, ili siku ya harusi yetu tuwe tuna uzoefu wa kutosha. Tena mlete apendezeshe harusi. Yaani just imagine, niko pale mbele, pembeni Dina na mchumba wake, pembeni tena Rozi na mchumba wake. Tena itapendeza sana. Wakati wa tukio mje pale mbele mkiwa mmeshika maua. Dada, Abe, kuna kitu kinaendelea kati yangu na Ruma, ila naogopa sana sana. Umeshapendana nini? Maana hakuna urafiki wa mwanamke na mwanaume wenye rika moja ukaisha salama. Na hivi sijui. Ndiyo. Nilijua tu ni lazima mtaishia hapa. Mmefikia wapi? Hata sielewelewi, maana naogopa sana. Naogopa kukosea tena kama nilivyokosea kwa Jay, na nikajikuta nikiumia sana. Isije kabla kidonda hakijapona kikaja kutokea kidonda kingine tena. Huo ndo wasiwasi wangu dada. Lakini kwa macho ya kawaida ni mtu mwema na ana shida kabisa. Labda aje abadilike baadaye. Ni mtu wa rohoni, kwa maana ameokoka. Ameokoka. Anampenda Mungu sana. Na pia ni mtu mwenye neno la Mungu ndani yake na analiishi. Nadhani ulikuwa ukiona namshuhudia kuwa ni mtu mwema sana. Mimi sioni kama kuna pingamizi lolote, maana sifa zake njema zimekuwepo mdomoni mwako kila siku. Hivyo naamini kila kitu kitakaa sawa. Endelea kumwamini Mungu na kumwomba sana. Halo. Hello, mtumishi. Shalom. Mtumishi yupi? Unajua unaongea na nani? Au ndio unadhani kwamba kila wakati unaongea na mume wangu, sio? Sandra, rafiki yangu, kuna nini kinaendelea? Mbona kama kuna kitu kinaendelea ndani yako na hukijui? Uko sahihi sana. Na elewa kuwa kuna kitu kinaendelea ndani yangu, na wala sita kukuambia kinachoendelea. Sikiliza Sasha, tulikubaliana kwamba mchungaji awe rafiki kwenye kundi, si ndio? Ndiyo, kwani kuna nini kinaendelea? Haya, sasa imekuwaje nyinyi muda wote mnakuwa mnapigiana simu? Mmeshakuwa na kundi lenu, sio? Na hilo kundi ambalo mke wake hayupo, je, hilo ni kundi au saliti? Nitakuja kukufanya kitu kibaya, na my dear, hutakuja kunisahau. Huyo ni mume wangu, na ukome kabisa kuwasiliana naye. Sandra, rafiki yangu, huko umefika mbali sana. Mimi mchungaji kwa sasa sio rafiki yangu tena, bali ni mtumishi wa Mungu kwangu. Alafu pia ni kiongozi wangu wa kiroho. Oh. Kwa hiyo sasa hivi wewe roho yako inaongozwa na mume wangu, sio? Na mahaba moto, sio? Sandra, ina maana unataka kuniambia kwamba huelewi na maanisha nini? Au basi tu umeamua kuinyanyua hila juu yangu? Mbona naongea lugha rahisi sana na nyepesi? Yaani haihitaji hata mtu kuokoka ili kuelewa nini naongelea. Yaani hata kama mimi kipindi sijaokoka ningeambiwa hili jambo, bado ningeelewa kwa haraka sana. Hebu niambie, unataka kusema kwamba hunielewi kabisa? Endelea na dharau zako. Ila ipo siku, narudia tena Sasha, ipo siku utaongea Kiswahili kizuri. Kwangu mimi
gusa vitu vyovyote, kitu chochote, ila usimguse mume wangu. Mimi huwa sishei na mtu. Da, Sandra, I'm speechless. Yaani mimi hata sijui niongee nini kwa kweli. Isipokuwa naomba tu niseme kitu kimoja. Hakuna siku hata moja ambayo nimewahi kuongea na mchungaji chochote zaidi ya kutaka msaada wa kiroho. Lakini kama hilo pia kwako ni tatizo, mimi nitastop kumpigia mchungaji. Nikuombe tu, naomba radhi sana kwa kukukwaza. Tafadhali. It is better. Ni wazo zuri sana hilo, na tena lina afya kwako na kwangu pia. Nadhani 90% ya maandalizi yako sawa, na hata watoto wa karibu na wao pia wameonyesha mwitikio mkubwa sana. Hata mimi kwa upande wangu mambo yako sawa kabisa. Yalobaki tunamwachia Mungu. Kwa sababu yale ambayo tunapaswa kuyafanya tumeshayafanya. Mungu ni kila kitu, na hakika yake mpaka hapa tulipofika ni mkono wa Mungu kwa 100%. Amen. Ila tuzidi kumwomba Mungu kazi njema aliyoianzisha apate kuitimiliza. Kumbuka Biblia inasema Shetani ni kama simba angurumaye akitafuta mtu ili apate kummeza, ila tutamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana-kondoo. Hivyo yatupasa kuendelea kulitia jina la Bwana hadi tutakapolikamilisha tukio letu hili adhimu na la heshima mbele za Mungu. Amen. Na ikiwezekana wiki hii ya mwisho tuweze kufunga kabisa na kutafuta uso wa Bwana, kwani kamati inahitaji sana maombi yetu. Alafu kila siku tunakaa tukisahau sana kufanya maamuzi ya MC atakayesherehesha harusi yetu. Mimi namchagua MC mmoja kutoka Zanzibar, anaitwa Damas Tindi. Unamjua? Ninamjua kwa sababu nilishawahi kuhudhuria event yake moja. Ni mtu aliyejaa hofu ya Mungu na ana hekima kweli kweli. Kama umemhakiki haina shida, maana kuna siku nimekwenda kwenye harusi moja. Ilikuwa nzuri sana, ilikuwa perfect kwa namna ambavyo iliendeshwa, yani kiukweli ilipendeza sana na ilikuwa imejaa utukufu wa Mungu. Yaani kiukweli ni kwamba baba mchungaji, nashindwa hata nianzie wapi. Nahisi kama nimechanganyikiwa. Nini kinaendelea? Sasha, shida iko wapi? Mchungaji Sandra amekuwa akiniataki sana. Yaani sijui shida ni nini, lakini amekuwa akiniambia kwamba na mahusiano na wewe. Na yaani hata mimi mwenyewe nashangaa kusikia haya kutoka kwake. Na kibaya zaidi kuliko yote, Sandra ni rafiki yangu wa miaka mingi sana. Hakupaswa kuniwazia mimi haya anayoniwazia. Yaani kana kwamba mimi ni mtu baki asiyemfahamu. Anyway. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili endelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.